Ni matumaini yangu uko poa kweli kweli. Mimi Beki Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati niko vizuri. Nikukaribishe tuje tufahamu mambo mbalimbali ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kuchukua upana na urefu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia katika mipaka mbalimbali ya nchi. Na ikumbukwe kwa hivi sasa tupo katika dirisha dogo la usajili. Mambo ni mengi, mambo yako ni moto kweli kweli. Katika kila timu wanaendelea kufanya maboresho kisawa sawa, ili mradi dirisha dogo la usajili likifungwa, basi hakuna timu ambayo inaweza ikawaza ama wakajiuliza wapi tumekosea na kipi kwa nini hatukufanya hivi kwa ufasaha. Ni wakati wa hivi sasa kwa timu mbalimbali kufanya maboresho katika dirisha kubwa lile walilofanya, wapi wamekosea na wapi warekebishe katika dirisha hili dogo la usajili. Na siku hii ya leo nimeweka kambi katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo inasemekana tayari mwalimu wa Simba, mwalimu Steven Becker hataki mchezo, hataki masihara ndani ya kikosi chake hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Tangu aingie ndani ya kikosi hicho cha Simba ana takriban wiki kadhaa, lakini anaendelea kufanya maboresho ndani ya kikosi hicho. Mwalimu wa Simba Steven Becker anahitaji huduma ya beki wakati wa Stellenbosch. Hapa namzungumzia Osmail Oriva Tule mwenye umri wa miaka 28 ambaye alikuwa anachezea ndani ya timu ya Stellenbosch. Tetesi zinasema mchezaji huyo paka hivi sasa tayari amesha saini mkataba wa miaka 3 ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na anakuja kuchukua nafasi ya Shamu Karabu ambaye ameonekana hakufanya vizuri ndani ya kikosi cha Simba tangu aweze kusajiliwa, licha ya kuonyesha mchango wake kuwa mkubwa. Lakini baadhi ya mashabiki hawajaona ule yani zile jitihada, wanaona kama Shamu Karabu bado hafiti. Hivyo basi katika kuboresha kikosi cha Simba katika soko la ushindani, mwalimu Steven Becker akahitaji huduma ya beki huyo, wakati Osmail Oriva Tule mwenye umri wa miaka 28 mpaka hivi sasa bado tu kutambulishwa ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Na saa 5:30 siku hii ya leo, Wekundu hao wa Msimbazi Simba wanaanza kutoa taarifa rasmi za benchi lao la ufundi. Je, ni nani anatoka, nani anaweza kuingia? Tusubiri na kuona. Kwa upande wa pili wa watani zao tayari washamaliza sajili zao. Hivi paka hivi sasa tunavyozungumza, Young Africans wamefanya sajili kadhaa za nyota wa kimataifa ndani ya kikosi chao hicho. Lakini tetesi zinasemekana Jean Charles Ahoua tayari Wekundu wa Msimbazi Simba washafanya biashara na CR Belouizdad ya Algeria, na alfajili ya leo kuamkia leo Jean Charles Ahoua ameweza kuondoka nchini kwao Ivory Coast kwa ajili ya kujiandaa na safari kuelekea kule Algeria kwa ajili ya changamoto mpya, kwa ajili ya kwenda kujiunga na timu yake mpya ya CR Belouizdad. Alipokuwa ndani ya kikosi cha Simba, Jean Charles Ahoua amekuwa ni mchezaji mwenye mafanikio. Namba zake zimekuwa nzuri kwa upande wake, amekuwa akifunga, lakini pia amekuwa akitoa assist zile ya pasi za mwisho za mabao, lakini pia alikuwa ni mtaalamu wa mipira ile ya kutengwa. Jean Charles Ahoua amekuwa akifanya vizuri zaidi katika mipira hiyo, mipira iliyokufa. Amekuwa tunaweza kusema amekuwa ni mpigaji mzuri ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia inasemekana viongozi wa Simba tayari wameshaweza kufanya biashara. Je, ni nani mwingine anaweza kuondolewa ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba? Tusubiri na kuona, kwa sababu mambo ni mengi kweli kweli. Kikosi cha Simba kinaendelea kufanya maboresho ndani ya kikosi chao, lakini mwalimu Steven Becker yeye mwenyewe aliweza kusema katika dirisha hili dogo la usajili anataka wachezaji kadhaa, nyota takriban 5 waweze kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa golikipa Musa Pinpin Kamara, golikipa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye anauguza majeraha yake, tetesi zinasema pengine Simba wakamtoa katika mfumo ule wa kuchezea mechi za kimataifa, na wapo katika mazungumzo na golikipa wa Azam FC Musa Fofana. Pengine
tukamuona ndani ya viunga vya Msimbazi kutokana na golikipa wa Simba Pinpin Kamara, golikipa namba 1 kupata majeraha. Hivyo basi mwalimu ama benchi la ufundi wameona kwanza, wakawaambia viongozi wa Simba, kutokana na hili ambalo linaendelea kwa sasa, ni vizuri tukatafuta wachezaji ambao waliokuwa bora, tukaenda nao mpaka mwisho mwa msimu. Tusubiri na kuona, lakini kwa usajili huu wa Osmail Oliver Traore kutokea pale Stellenbosch ni usajili mzuri kutokana ni mapendekezo ya moja kwa moja ya mwalimu Steven Becker, ambaye yeye alikuwa na kinoa kikosi kile cha Stellenbosch pale Afrika ya Kusini. Hivyo ameona anaweza kuja kuisaidia Simba na kuleta ushindani wa kinamba katika ule ukuta wa Yeriko. Inafahamika kwamba Simba kwa hivi sasa waliweza kumtoa beki Rushen De Reuck, ambaye ameonekana akifanya vizuri ndani ya kikosi cha Simba, licha hivi siku za hivi karibuni aliweza kupata majeraha, lakini ameonekana kuwa na mchango uliokuwa bora. Lakini pia Simba katika upande huo wa mabeki wakati beki wake Abrazaki Hamza aliweza kupata majeraha, na mpaka hivi sasa taarifa zake rasmi kwamba bado anaendelea vizuri na muda wote ule anaweza kurejea na kujiunga na kikosi chake. Hivyo basi kikosi cha Simba kiliweza kupata changamoto ya wachezaji wake, baadhi ya nyota wake kuweza kupata majeraha. Kila mmoja anafahamu kwamba Abrazaki Hamza alikuwa ni nyota wa kikosi cha kwanza cha mwalimu hapa namzungumzia mwalimu Fadlu Davis, alikuwa akipata nafasi ndani ya kikosi hicho, lakini pia alikuwa anacheza vizuri pale na Rushen De Reuck, lakini aliweza kupata majeraha na nafasi yake alikuwa anaichukua Shamu Karabwe ama Shamu, ambaye ameonekana pengine katika dirisha hili dogo anaweza akatolewa kwa mkopo. Simba wako serious kweli kweli ndani ya dirisha hili dogo la usajili, wanataka kukitengeneza kikosi kilichokuwa chenye ushindani, wanataji kuirejesha heshima yao. Kimsikiliza afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, wanasema kabisa viongozi wameona na wanazingatia kile ambacho mashabiki wanahitaji. Mashabiki wa Simba katika miaka hivi karibuni wamekuwa wana furaha ya nusu nusu. Leo wanafurahia, kesho wanasononeka, lakini viongozi wamesema katika dirisha hili dogo la usajili isiwe tabu, tutaleta vyuma vyenye kuleta ushindani na Simba itarejea katika ubora wake na mambo yataweza kuwa mazuri, mambo yanaweza kuwa sawa sawa. Je, Osmail anaweza kuja kuisaidia Simba? Kusajiliwa ni jambo moja, kuja kufanya vizuri ni jambo jingine, kwa sababu Simba imefanya sajili zilizokuwa bora, sajili zilizokuwa nzuri, lakini mpaka hivi sasa kuna baadhi ya nyota wake wanaonekana wa kawaida. Wakina Joshua Mutare wameonekana ni wachezaji machachari na sio wachezaji hatari ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri na kuona mwalimu Steven Becker anaweza kuja kuisaidia Simba kwa namna gani. Mashabiki wa Simba wanahitaji furaha.